kufariki kwake mtumishi wako John Joseph Pombe Magufuli, tunakuomba umjalie makao ya faraja, heri ya amani na mwanga wa milele, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Hakika Watanzania tunaendelea kumkumbuka na kumwenzi hayati Magufuli kutokana na uongozi wake ulioacha alama muhimu za maendeleo katika kipindi cha uongozi wake. Hii ndio sababu kila inapofika siku kama ya leo ya tarehe 17 Machi tunajumuika kwa ajili ya sala na kumbukizi ya mpendwa wetu hayati Dr. Magufuli. Mheshimiwa Makamu wa Rais, wageni waalikwa na ndugu wananchi, ni dhahiri kuwa namna bora ya kumwenzi na kumkumbuka hayati Rais Magufuli ni kuendeleza dhamira yake ya kuhimiza uwajibikaji, kuwajali wananchi hasa wanyonge, na kuhakikisha rasilimali za nchi zinalindwa kwa maslahi ya Watanzania wote. Napenda kupongeza uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa jitihada zake za kusimamia, kuendeleza na kuhakikisha maono na malengo ya hayati Rais Magufuli yanatimizwa kwa vitendo. Kwa niaba ya serikali na wananchi wa Zanzibar, tunaahidi kuendelea kutoa ushirikiano wa dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Napenda kutumia fursa hii kuwaomba Watanzania wenzangu tuendelee kumwenzi hayati Dr. Magufuli kwa kuendelea kutekeleza azma yake ya kudumisha tunu ya amani tulionayo, ili iendelee kuwa msingi wa mafanikio yetu kiuchumi na kijamii katika nchi yetu. Moja ya mafunzo makubwa aliyotupatia kama watoto wake ilikuwa ni somo la unyenyekevu. Licha ya nafasi aliyokuwa nayo, hakuwahi kujitenga na wananchi wa kawaida. Alisikiliza wakulima, walimu, wafanyakazi, vijana na watu wenye mahitaji maalum. Aliamini kwamba uongozi wa kweli ni yule unaosikiliza na kuchukua hatua. Ndio maana sera nyingi alizozisimamia zililenga moja kwa moja maisha ya wananchi wanyonge.